امتنان. لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها، بسنته كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وبعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته، وقد فاز المتقون. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخواني في الإيمان، لقد قال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل القرآن المجيد: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء fahuwa khairun lakum. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kustaka rehma na amani ziende kwa kipenzi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni ndugu zangu, ikiwa mimi ni wa mwanzo kabisa kuihusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na bila shaka yule atakayemcha Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa katika wale ambao wamefaulu na kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Dhulhijja imebeba kichwa cha habari kinachouliza na kusema: ala tasilu ila alwaqt an na'budu Allah khabi'atan, ala tasilu ila alwaqt an na'budu Allah khabi'atan. Hivi je, ndugu zangu, haiwezi ikafikia wakati, au kwa nini isifike wakati watu tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali ya khabia, katika hali ya khafia? Nini khabia? Warabu walipokuwa wakitafsiri neno khabia wameleta maana 2 mpaka 3 zinazokaribiana, lakini Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala katika kamusi yake ametafsiri neno khabia, anasema hiya ibadatul khafi allati la yattali'u alaiha ahad illa Allah. Anasema kwamba khabia ni maana ya kwamba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu, au ni ibada inayofanywa kwa siri, ambayo ibada hiyo haifahamu mtu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hutuba yetu inazungumzia, inasema: ala tasilu ila alwaqt an na'budu Allah khabi'atan. Je, haiwezi ikafika wakati ndugu zangu tukamwabudu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa siri, hali ya kuwa watu wengine hawaijui hiyo ibada ya wewe unayoifanya? La yani ala annana idha abadna Allah azza wa jalla khafiyatan au sariratan ala annahu khata. Hatumaanishi kwamba
wewe ukifanya ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa umefanya ibada hiyo kwa siri, kwamba hilo ni kosa, au ukifanya ibada hiyo kwa dhahiri kwamba hiyo ni kosa. Hapana, aya zimekuja kwa Allah subhanahu wa ta'ala alipokuzungumzia masala ya sadaka, anasema in tubdu sadaqati fa ni'mahi, ikiwa mtu atafanya ibada akatoa sadaka yake kwa kudhihirisha, Allah anasema fa ni'mahi, hilo ni jambo zuri. Ukiitoa sadaka watu wakaona, au ukiitoa sadaka kwa kuwashahidiisha wenzako kwamba fulani ametoa, ngoja na mimi nitoe. Kwa hiyo wewe ukatoa kwa kuidhihirisha sadaka yako ili watu wengine watoke au watoe, Allah anasema hiyo ni jambo zuri. Lakini Allah anasema wa in tukhfuha wa tu'tuha alfuqara, lakini mkificha sadaka zenu mkawapa mafakiri, fa huwa khairul lakum, hiyo itakuwa ni bora zaidi kwenu nyinyi. Kwa hiyo hutuba yetu inazungumzia, inasema hivi, haifiki wakati kama jambo la kufanya ibada zako kwa siri ni jambo zuri, kwa nini sifike wakati sisi tukafanya ibada zetu hali ya kuwa watu hawajui kwamba fulani alifanya ibada fulani? Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn Qayyim al-Jawzi anasema man istataa minkum an yakuna lahu khabi'a min amali salih falyaf'al, yoyote kati yenu nyinyi waumini ambaye ana uwezo wa kuwa na kitu kinachoitwa khabi'a, au kufanya ibada zake kwa hali ya khabi'a, kwa maana kwa hali ya siri, min amali salih, katika matendo yaliyokuwa mema, falyaf'al, basi afanze matendo hayo. Hiyo itakuwa ni vizuri zaidi. Kwa sababu gani? Makhafatan dukhuli fi riya, hiyo itamwepusha mtu kuingia katika kufanya riya, au katika kufanya kujionyesha kwamba fulani anaswali, fulani anatoa sadaka, fulani hivi, fulani hivi. Lakini ukifanya, Imamu Ibn Qayyim Jawzi anasema ikiwa mtu ataweza kufanya jambo lake kwa siri, hiyo ni bora kwake yeye, basi na afanye. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia ibada zetu kwa siri, tunakuwa tumelenga vitu viwili mpaka vitatu. Kwanza, asifahamu ibada hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndo analipa matendo mema. La pili, litakushajiisha kwa kujua kwamba akaunti yako wewe ya thawabu bado haijaenea, tofauti na mtu ambaye anafanya matendo yake kwa dhahiri, atajiona kwamba yeye amejieneza. Kwa sababu gani? Anafanya matendo yake kwa dhahiri. Ndugu zangu katika imani, tuna mifano mingi mno ya kuelezea jambo hili la umuhimu wa kufanya ibada zetu kwa siri hali ya kuwa watu hawajui. Nilipokuwa nasoma kitabu cha Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala, wale watu wa tarehe wanakifahamu kitabu hichi kinazungumzia nini. Imam Dhahabi ana kitabu chake kinaitwa Siyarul A'lami Nubala. Kitabu hichi ameeleza namna gani wale amalikatul amalik, ameleta visa vingi sana ambavyo vinazungumzia namna gani watu waliotangulia, watu wema waliotangulia katika kufanza ibada zao. Imamu Dhahabi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake hichi Siyarul A'lami Nubala ameleta kisa cha bwana mmoja anaitwa Daud ibn Abi Hindi. Imam Dhahabi anasema kuonyesha umuhimu wa jambo hili la kufanya ibada zako za siri ili akulipe Allah subhanahu wa ta'ala. Ameleta kisa cha bwana mmoja, huyu anaitwa Daud ibn Abi Hindi. Daud ibn Abi Hindi anasema huwa kana minat tabi'in, walikuwa ni katika wale tabi'in, yani wale waliofuata wakawafuata masahaba katika kuruni thalatha. Anasema Daud bin Abi Hindi, miongoni mwa maajabu yake, miongoni mwa fadhila zake, huwa kana
ambao soma takriban 40 aman min ghairi an taarifa zawjatuhu, aliwahi kufunga Daud bin Abi Hindi miaka 40 pasi na mke wake kujua kwamba mume wangu anafunga. Imam Dhahabi anasema kaifa dhalik, vipi inawezekana jambo hilo? Aliwahi kufunga. Imamu anasema aliwahi kufunga ile sunna ya Nabiullahi Daud, kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, yasumu yauman wa yuftiru yauman. Huyu Daud bin Abi Hindi aliwahi kufunga kwa mtindo huu, anafunga siku moja, anafungua siku moja, miaka 40. Wa zaujatuhu hiya la taarif, hali ya kuwa mke wake alikuwa hafahamu kwamba mume wake yupo kwenye ibada ya design kama hiyo. Vipi ilikuwa jambo hilo? Anasema Ibn Dhahabi rahimahullahu ta'ala fi siyari al-a'lami an-nubala kwamba huyu bwana alikuwa asubuhi akiondoka nyumbani kwake, wa huwa yadhhabu ila amali, akielekea kazini kwake, mke wake kabla ya salati al-fajri anamfungia chakula kwenye hizi takeaway. Tunatumia mfano wa maisha yetu sasa hivi. Anamfungia chakula kabla ya salatu al-fajri, wa huwa yakhruj, alafu anatoka. Akitoka huyu bwana, akifika njiani, alikuwa anapita kwenye nyumba ya mama mmoja, alikuwa maskini ma auladi, alikuwa ni maskini fakiri, pamoja na watoto wake, anamwachia kile chakula, alafu yeye anakwenda kazini kwake. Akirudi mke wake anajua kwamba huyu ndo anafuturu, anamwekea chakula cha jioni. Kumbe maskini ya Mungu, kidume huyu rahimahullahu ta'ala, Mwenyezi Mungu amhurumie huko alipo, anakuja anafuturu, mke wake anajua kwamba anafuturu, kumbe ndo anakula chakula. Yeye anajua kwamba kula chakula, kumbe ndio anafuturu. Amekwenda hivyo miaka 40, halikufahamika jambo hili mpaka alipokuja kufariki. Yule mama sasa anatafuta, mbona huyu bwana hapiti kuniletea chakula? Mbona hapiti siku hizi? Anatafuta sasa, anakuja anaulizia, jamani, huyu bwana alikuwa anakaa wapi? Siku moja niambia kwamba yeye anaitwa Daud. Yuko wapi, anakaa wapi? Anakuja anafahamika kwamba huyu bwana alikuwa anakaa sehemu fulani, na kwenda kuangalia, kumbe alishafariki. Yule mama yualia kwa sababu anajua ile sadaka ambayo alikuwa akiletewa haipati tena. Ndo anamwambia mke wake kwamba huyu mume wako alikuwa mimi ananiletea chakula. Ikaja kufahamika kwamba alikuwa anafunga kwa mtindo wa design kama hii, kwa hii siri ambayo alikuja kuitoa huyu mama. Hii ni kuonyesha namna gani, ndugu zangu, namna gani watu walivyokuwa wakifanya ibada zao kwa siri. Hivi unategemea mtu kama huyu vipi atampokea Allah subhanahu wa ta'ala? Imam Dhahabi akaleta kisa kingine katika Siyarul A'lami an-Nubala. Imam Dhahabi anasema mtu mwingine ambaye alikuwa akifanya ibada za siri, ambaye watu walikuwa hawajui, nyie mnamfahamu, kwa wale watu ambao wanafuatilia tarehe yao, historia ya dini yao, wanafahamu bwana mmoja anaitwa Zainul Abidin. Zainul Abidin ambao wanachuoni wote wamekubaliana kwamba Zainul Abidin huwa hafidh Ali bin Abi Talib, ni mjukuu wa Ali ibn Abi Talib. Jina yake alikuwa anaitwa Ali ibn Hasan ibn Ali. Zainul Abidin huwa kana tajiran wa ghaniyan, alikuwa ni tajiri, mtu mwenye pesa, mfanyabiashara mkubwa katika enzi zake. Lakini hata siku moja hakuwahi kuonekana akimpa mtu sadaka kwa dhahiri na watu wakajua. Hakuwahi kuonekana hivyo. Pamoja alikuwa ni mtu mwenye pesa, mfanyakazi, mfanyabiashara mkubwa, hakuwahi kuthibiti tarehe kwamba aliwahi kutoa sadaka yake kwa dhahiri watu wakamuona. Mpaka pale katika mji wao walipokuwa wakiishi, watu wakawa wanamlalamikia, wanasema Zainul Abidin Ali ibn Hasan ibn Ali huwa rajulun bakhirun wa shahihun, kwamba ni mtu bakhiri mno, ana pesa, ana nini, lakini hasaidii watu. Kwa sababu gani? Hakuonekana hata siku moja akimsaidia mtu kwa dhahiri. Imam Dhahabi anasema katika tarehe yake kwamba huyu Zainul Abidin Ali ibn Hasan ibn Ali
rahimahullahu ta'ala anasema Zainul Abidin alikuwa na ibada yake ambayo ni khafi, anaificha. La yattaliu alayhi ahadun, la ya'rifu alayhi ahadun illa Allah, illa Allah. Alikuwa afahamu mtu yote ibada anayofanya isipokuwa la ilaha. Vipi? Kaifa ala dhalik? Zainul Abidin Ali bin Hassan bin Ali alikuwa kila siku inapoingia usiku anakusanya chakula, anawaambia wafanyakazi wake wakusanye chakula nyumbani kwake, kisha anaondoka na chakula kile, anakwenda kwenye sehemu ambayo alikuwa ameiandaa kama andaki, anaficha kile chakula usiku mzima, anakwenda anawagawia kile chakula maskini, anawagawia maskini. Tarehe inasema, Imam Dhahabi anasema alikuwa anakwenda hivi usiku wote mpaka saa 9 usiku, saa 8, saa 10 anakaa anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na ikithibiti kwamba amekwenda kwenye nyumba ya mtu, anaweka kile chakula akijua kwamba kuna mtu labda pengine atamsikia, ili asionekane ile sadaka yake anayotoa, anakimbia ili asionekane. Nyumba takriban 100 zilikuwa zinafanywa hidima hii. Annasu la yaarifun hadhihi alibada, hali ya kuwa watu walikuwa hawafahamu ibada hii anayofanya Zainul Abidin Ali ibn Hassan ibn Ali. Imekuja kugundulika vipi? Haikufahamika jambo hili mpaka alipokuja kufariki Zainul Abidin Ali ibn Hassan ibn Ali. Takriban nyumba 100, familia 100 zimeathirika, hazipelekewi chakula. Kuja kutafuta, wanaulizia jamani, yule alikuwa akituwekea chakula ni nani? Wanatafuta, wanakuja kwamba nani, pengine labda wanakuja kugundua kwamba yule aliyokuwa anaweka chakula kile ni Zainul Abidin. Kwa sababu gani? Kipindi hicho chakula hakiwafikii. Siri, watu walikuwa wakifanya ibada zao kwa siri, bainahum wa baina Allah, kati ya wao na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama balu ana wa ant, mimi leo hii ukimsaidia mtu alafu siku ukakutana naye, tuambie bwana, ile shilingi 50,000 bwana, hivi kweli ule mtaji umeshaendelea au bado? Yani unahitaji mpaka shilingi 50,000 uliyomsaidia bwana. Vipi ile 100,000 niliyokupa, vipi hivi ilizaa kidogo? Amalika tuna Amaliki radhiallahu anhum, hawa kina Zainul Abidin, tarehe inasema hawakufanyika mpaka walipokuja kufariki. Watu wameathirika, chakula kiwafikii, ndio wanakuja kumtafuta mjini pale, wanajua kwamba mtu alikufa sasa hivi ni Zainul Abidin Ali bin Hassan ibn Ali. Imam Dhahabi anasema hina makanu yughassiluna, walipokuwa wakimuosha Zainul Abidin, fawajadu baina katifaihi alamata sauda, wanakuja kukuta kwenye mabega yake kuna alama nyeusi, nundu zile nyeusi za kubeba mizigo usiku kwenda kuwapelekea watu. Ndio watu wanafahamu kwamba huyu ndio alikuwa akiitoa ile sadaka. Amalikatul Amaliki radhiyallahu anhu. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumzia masala haya hatumsahau kidume mwingine anaitwa Abdullah ibn Mubarak, wa kana tabi'in, naye alikuwa ni katika tabi'in. Abdullah ibn Mubarak anasema Imam Dhahabi, indahu kathirun min alqasas ajiba binisbati hadhi almawdu', alikuwa ana visa vingi vya ajabu kufuatana na maudhui hii tunayozungumzia. Ikhtisaran alayka hadhihi alqissa, kwa kufupisha, chukua kisa hichi ndugu zangu, tuchukue kama ibra, tujiangalie mimi na wewe tupo katika maisha gani tunaoishi. Abdullah ibn Mubarak alipokuwa katika maisha yake alikuwa na marafiki wengi sana, wengi. Lakini kama mnavyofahamu,
katika jamii utakuwa na marafiki wengi, lakini atatokea rafiki mmoja ambaye utakuwa unapendana naye. Huyu atakuwa karibu, siri zako siri zake, siri zake siri zako wewe. Iwafanya naye masala ya dawa, yupo naye kwenye darasa mbalimbali, akija msikitini wamuona, wanabadilisha yatanawasuna baina al-kalami fima bainahum fil maisha, wanafanya nao hivyo, wapo karibu. Darasa anamuona, akakaa siku 5 rafiki yake huyo amuone, akajiuliza rafiki yangu yuko wapi? Kama hivyo ilitokea leo katika maisha yetu. Takio rafiki yako kipenzi, siku ya kwanza siku ya pili mtafute, pengine kapata ajali, pengine kafungwa, pengine yupo hivi. Abdullah ibn Mubarak baada ya kufuatilia kaja kugundua rafiki yake haonekani darasa siku 5, kaanza kumtafuta, kaja kugundua watu wanamwambia bwana fulani alana huwa fi sijin, yupo jela, kawekwa ndani. Limadha? Bisababi dain. Sababu gani? Anadaiwa na madeni, pesa nyingi. Enzi hizo katika pesa Saudi Arabia alfu waweza kusema kama milioni 1 milioni 2 ya Kitanzania. Abdullah bin Mubarak akawa anafuatilia, huyu aliyemweka ndani ni nani? Ni nani aliyemweka ndani? Sasa tunavyofahamu kawaida ya deni, wa in kana dhu usratin fanadharatun ila maisara. Ndo aya inatuambia ikiwa mtu ana hali mbaya unamdai, lakini ana hali mbaya, Allah anakuelekeza wewe fanadharatun ila maisara, msubirie mpaka atakapokuwa na hali nzuri ya wepesi, msubirie ili aje kulipa, kwa sababu kiweka ndani atashindwa. Inaangalia Abdullah ibn Mubarak akamtafuta yule mtu ambaye alimweka ndani, ambaye ni mdeni wake, akamwambia bwana ni fulani fulani. Siku hiyo akamwalika nyumbani kwake, kaja akamwambia ana aqdi dhaka dain li zamili wa sahibi, mimi namlipia deni ile rafiki yangu, bishartin alla tukhbiranna ala ahadin illa ana wa anta wa Allah. Akamwambia kwa sharti, nalilipa deni hili kwa sharti moja, usimweleze mtu habari hii kwamba mimi Ibn Mubarak ndio ambaye nimemlipia deni yule bwana, isipokuwa mimi na wewe. Watatu wawe nani? Allah subhanahu wa ta'ala, watatu wawe Allah. Akamwambia basi haina, kama sharti lenyewe ni hilo, hakuna tatizo. Abdullah ibn Mubarak katoa pesa, kamkabidhi, kaambia utakapoenda pia kule ndani, hata yeye kule ndani asifahamu kwamba wewe ndio ambaye umekuja kutoa hizo pesa, yaani usionane naye kabisa. Ile bwana akachukua ile ahadi, akachukua zile pesa, kaondoka, kaenda kule jela, kamlipia, kaambia wale maskari wa kufanya taratibu zote. Yule bwana akatoka, alhamdulillah. Alipotoka yule bwana yuwatafuta mjini pale, famadha 10 sanawat, imepita miaka 10 ndugu zangu, yule bwana yuwamtafuta. Nani alimlipia deni yake? Sirrun bainahum wa baina Allah, siri nzito kati yao na kati ya Allah subhanahu wa ta'ala, ipo siri. Imepita miaka 10, Abdullah ibn Mubarak akafariki, kaonao ni maisha ya dunia. Ile jambo likamfurahisha sana yule bwana, kaona hapana, ngoja nimwambie huyu ndugu yangu angalau wapate na yeye ibra, pate ibra. Kaenda siku hiyo, anamwambia unafahamu nani aliyekulipia deni lako? Anambia hapana, sifahamu. Anambia innahu alladhi qada alayki daynak huwa Abdullah ibn Mubarak, aliyekulipia deni lako wewe ni Abdullah ibn Mubarak. Fasalahu aina huwa al'an, yuko wapi sasa hivi? La ilaha illa Allah. Famaka, yule bwana akaanza kulia, mwambia al'ana huwa fil kabri, yupo kaburini. Yule bwana, unajua mtu analia, ile kilio ni furaha, lakini anahuzunika, kwa nini sijaona naye? Anamwambia
dallani ala kabri, nijulishe kaburi lake liko wapi. Yule bwana akachukuliwa na yule bwana akampeleka mpaka kwenye kaburi lake, ambia hadha huwa kabri Abdullah ibn Mubarak, hii ni kaburi la Abdullah ibn Mubarak. Ananyanyua dua, anamwambia ya Rabbi, ya Allah, innahu ana alladhi kuntu fi shaqiq almaisha, ya Rabbi, nilikuwa kwenye maisha magumu, wa dakhaltu sijn, nimeingia jela mimi, wa inna hadha alladhi mawjud fi hadha alqabr, huyo ambaye yupo katika kaburi huwa alladhi qada alayhi dayn, ndio ambaye nilipia dini lao. Wa anta ta'lamu ala dhalik, wewe Allah unafahamu. Ya Rabbi, in lam tarhamhu faman yarhamu, ikiwa Mwenyezi Mungu ukiwa utamhurumia huyu, ni nani ambaye atamhurumia? Amelipa deni kwa siri. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بالكتاب كالشمس في ضحاها، بسنته كالقمر إذا تلاها، فمن تمسك بهما عاش في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما ضل في ظلمات الليل إذا يغشاها. وبعد، usikum maratan thaniya bitaqwa Allah. Ndugu zangu katika imani, ala tasilu ila alwaqt an na'budu Allah khabi'atan, haiwezi kafika wakati ndugu zangu, kutokana na visa hivi tukaona umuhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kificho. Zipo ibada zingine ambazo ndugu zangu huwezi ukazificha. Mfano, mtu umefunga, mtu anakwambia bwana, leo umefunga, anambia naam nimefunga, hakuna ubaya. Bwana, unakwenda wapi? Nakwenda msikitini, hakuna ubaya. Pengine atachukua ibra kuona kwamba wewe unakwenda msikitini naye akaenda msikitini. Lakini kuna ibada ambazo unatakiwa uzifanye wewe bainak wa baina Allah, la yattali'u alayhi ahadun illa Allah, asifahamu ibada hiyo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aina al-ibadatu allati anta abadta Allah hatta idha tawaffaka al-an wa taqulu ya rabbi inni amaltu hadha khalisatan lillah. Ni ibada ipi ambayo ndugu yangu leo hii umeifanya wewe, ambaye hata Mwenyezi Mungu akikuchukua leo hii utawaambia ya Rabbi, ibada hii nilifanya kwa siri mimi, annasu la yarifun, watu duniani hawajui, wa inni fa'altu hadha ibtigha'a mardatik, na mimi nilifanya hivi kwa kutafuta radhi zako. Aina ibada, aina hadhihi ibada? Tunapozungumzia masala haya ndugu zangu, ya umuhimu wa kufanya ibada zetu kwa kuzificha, tusiwatangazie watu, atulipe Allah subhanahu wa ta'ala. Amwezi mkamsahau sahabiyul jalil min al-amalikatul amalik, Sa'd bin Muadh. Sa'd bin Muadh, Imam Dhahabi asema katika kitabu chake Siyarul A'lam an-Nubala, inna Sa'd bin Muadh aslama wa huwa indahu 30 sana. Sa'd bin Muadh alisilimu hali ya kuwa ana miaka 30. Sikiza kisa hichi ndugu yangu, kisha tuchukue ibra
tuweze kujifunza kutokana na majambo kama haya. Alisilimu aliyekuwa na miaka 30, wamata wa huwa indahu 36 aman, la ilaha illa Allah. Alikufa Saad ibn Muadh hali ya kuwa ana miaka 36. Miaka mingapi amekaa kwenye Uislamu? Sio vibaya kuulizana, khatibu anaweza kumuuliza mtu na ukanijibu wala hakuna shida. Miaka mingapi ndugu zangu? 6 sanawat fi Islam. Ana miaka 6, lakini angalia huyu wakati anakufa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina mata Saad ibn Muadh, alipokufa Saad ibn Muadh, qala sallallahu alaihi wasallam lisahaba, ya ma'ashara almu'minin, ya ma'ashara almu'minin, inni qad ra'aytu 70,000 malakan yushayyi'una janazata Saad ibn Muadh. La ilaha illa Allah. Mtume anawaambia masahaba, wallahi mimi walladhi nafsi Muhammad biyadihi, kama ilivyokuja katika hadithi, ninaapa nafsi ya Mtume Muhammad, naapa nafsi ya Muhammad, yule ambaye nafsi ya Muhammad ipo katika mikono yake, maana anaapa kwa Allah. Wallahi mimi nimeona 70,000 malaka, nimeona malaika 70,000 yushajjiuna au yushayyi'una janazat Saad ibn Muadh, wanalisindikiza jeneza la Saad ibn Muadh. Limadha? Kwa nini ya ikhwana? Hajakaa sawa. Fanazara Jibril alayhi salatu wassalam, anashuka Jibril anamwambia mtume wetu Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, hina mata Saad ibn Muadh, alipokufa Saad ibn Muadh, tazalzala arshu Rahman, arshi ya Mwenyezi Mungu ilitikisika. Tunaposema arshu Rahman, watu wa tauhidi wamekubaliana wote, Arrahmanu ala al-arshi istawa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yupo katika arshi yake, yani Mwenyezi Mungu yupo kwenye arshi yake ametulia. Alipokufa Saad ibn Muadh, tazalzala arshu Rahman, arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilitikisika, malaika 70,000 wamesindikiza jeneza yake. Ndugu zangu, wallahi ana aqulu lakum, idha wajadna fi janazatina yawm min al-ayyam qada Allahu alayka ruhak, ikitokea Mwenyezi Mungu amechukua roho yako, ukapata bahati ya malaika mmoja akasimama kwenye jeneza lako, hii inatosha ndugu zangu, wallahi hii inatosha, inatosha. Lakini kidume huyu maskini ya Mungu, malaika 70,000 wamesindikiza jeneza lake. Watu wanamuuliza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limadha ya Rasulullah? Faqala alayhi salatu wassalam, innahu kana indahu al-ibada la yattali'u alayhi ahadun illa Allah. Alikuwa anafanya ibada ambayo hafahamu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafahamu yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uchu wa kusoma ndugu zangu, nilipokuwa nikisoma kisa hichi nilijitahidi kuangalia labda katika sherh hawashi zile, labda pengine kuna mwanachuoni hata mmoja ambaye amethibitisha Saad ibn Muadh alifanya jambo gani. Wallahi sijapata.
isipokuwa wote wanakwambia kama alivyosema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana bainahu wa baina Allahi sarira, alikuwa kati yake yeye na kati ya Mwenyezi Mungu kuna ibada anayoifanza kwa siri. Ala nasilu ila alwaqti an na'budu Allah khabia, haiwezi kafikia wakati ndugu zangu tukamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri. Na mwisho ndugu zangu, dunia imetanduka sasa hivi, mnasikia mapigano ya Irani na Waisraeli, na mnafuatilia nyinyi katika vyombo vyenu. Israel, kama mmefuatilia, kulikuwa kuna mwanamke mmoja ambaye yeye anaishi pale, lakini anafanya ibada zake khabiatan, kwa siri, katika ghorofa ambalo miongoni mwa ghorofa ambayo imepigwa na Irani, walikufa watu wote, lakini amekutwa yule mwanamke chini kabisa ya kifusi, anasema la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Kwanza ni jambo ambalo si la kutegemea kumkuta kuna mtu yupo Israel, Tel Aviv, alafu imetokea tukio kama hilo na bado yupo hai tena chini ya kifusi. Wamemtoa, wamempeleka hospitali, wanamuuliza imekuwaje mpaka wewe machafuko yote haya umeponaje? Anawaambia innahu kana li wa baina Allahi sarira fil ibada, nilikuwa nipo kati yangu mimi na Mwenyezi Mungu, nina siri nzito katika ibada hii. La atali hadhi sir illa Allah, hawezi akaifahamu siri hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai mimi na wewe tufanye ibada zetu kwa siri. Pia tuendelee kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Allah subhanahu wa ta'ala aliposema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali